Wanasema mtoto akiomba kwa babu, akiomba kwa heshima lazima apewe. Hawa leo vijana wetu wamekuja, wana timu ya Yanga, wamesema hapana, usifanye kitu chochote kile. Songea wamekuja kwako kuomba timu ile ya Yanga iendelee vizuri, ipae juu. Wakiingia tu kwenye uwanja, yaani magoli yakiwa kama inawezekana yafunga hata 100, watajua kweli hii Yanga hii tunaomba, lakini itakuwa nguvu zote wewe mzee Songea. Chonde tuka miguu chonde. Leo tumefanikiwa kuwa na tukio moja kubwa kwa ajili ya timu yetu ya Yanga, na hili tukio tuna matukio makubwa mawili katika siku ya leo. Lakini tukio la kwanza ni hili tukio ambalo tumelifanya asubuhi hii la kufanya dua kwa ajili ya kuiombea timu yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kufika hapa na tumefanya dua maalum kwa ajili ya kuiombea timu kwa ujumla. Tumeombea uchaguzi mkuu, lakini tumemwombea mchezaji wetu Pacome ambaye alipata majeruhi na wale wachezaji wengine ambao walikuwa na majeraha madogo ili waweze kupona na kuendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tumefanikiwa kukutana hapa kwa pamoja na tumefanikiwa kufanya hilo zoezi kubwa, na tunaamini kwamba zoezi hili litaenda kuleta matokeo katika timu yetu. Kwa hiyo baada ya hapa pia tunatarajia kuwa na tukio moja kubwa zaidi usiku, ambapo mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa, na ili tukio tumelipa jina la usiku wa mabingwa. Kwa hiyo huu ndo nabeba shughuli nzima ya sherehe ya ubingwa mwaka 2025-26. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na kiujumla tunasema dua imefanikiwa, na tunazidi kuiombea timu yetu mafanikio, na tunaombea uchaguzi mkuu kwa ujumla uweze kwenda salama na tuweze kuwapata viongozi bora wenye kujali maslahi ya timu, wenye kujali maslahi ya klabu yetu, na tunaombea wachezaji wetu wote, benchi la ufundi na usajili wetu uweze kufanyika vizuri ili tuweze kuwa na mafanikio. Tumemaliza miaka 5, tuanze tena miaka 5 mingine. Kama unavyojua katika historia ya nchi yetu, Makumbusho inafahamika kwa ubingwa mkubwa ambao walifanya viongozi wetu, waasisi wetu. Kama mnavyojua, eneo hili ni eneo la kihistoria. Eneo hili ukifika mkoa wa Ruvuma na ukafika Songea, ni lazima ufike kwenye eneo hili. Kwa nini? Mababu zetu walipigana vita ya Majimaji na walifanya vizuri na tukapata ushindi kumshinda Mjerumani. Na sisi kama wananchi, kwa kuwa ni watu tunaopenda ubingwa na ushindi wa mara kwa mara, na tunapoanza msimu huu na tulivyopata ubingwa, tukaona tuje tuanzie hapa wakati tukiendelea kwenye tukio la usiku wa mabingwa. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeweza kukutana na wazee wetu, tumeweza kufanya dua kuombea timu yetu, lakini kuombea majeruhi wetu, lakini kuombea uchaguzi ambao uko mbele yetu ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Tumeshamaliza mitano, tunaanza mitano mingine ili tuweze kuwa na historia kubwa ambayo haijawahi kuvunjwa katika nchi yetu ya Tanzania. Tunataka tutoe funzo sio tu kwa wapinzani, lakini hata kwa wanayanga wengine ndani ya mikoa mingine. Ipo mikoa mingine imefanya sherehe mbalimbali kwa ajili ya kusherehekea ubingwa, lakini sisi tumefanya sherehe pamoja na dua na sala kwa ajili ya kuombea wachezaji wetu, timu yetu kiujumla, lakini viongozi wetu waliopo madarakani na hata wajao madarakani. Kwa hiyo tumekusanyika kwa jambo maalum, na sidhani Tanzania nzima kama kuna mkoa ambao umefanya haya ambayo tumefanya sisi, sidhani. Nyinyi waandishi wa habari mmeona toka saa 10 alfajiri tupo hapa kwa ajili ya maombezi ya timu. Tumekuwa na machifu wetu wa mkoa, tumekuwa na viongozi mbalimbali wa vyama na serikali kwa hiyo tumekuwa nao pamoja na tumeshiriki kwenye kila jambo. Tunapenda kuwashukuru Yanga kwa kuchukua ubingwa kindakindaki miaka 5. Na usajili bora alioleta rais wa Yanga, vyuma vitatu vilivyoingia, vyuma ni Valeri. Ndio. Chuma inaendelea. Rais wa Yanga yeye kazi yake ni kuleta vyuma, lakini wenzetu hawa kazi yao kuchafua mazingira katika nchi hii. Leo hii tunafika pahala Yanga anasajili vyuma, wenyewe kazi yao wanaharibu mazingira. Ligi inapoanza kazi yao kuimba GSM, lakini kusajili ni vyuma hakuna. Usajili huu mwakani tena, na hii haiwezi kupinga. Watakimbia sana wapinzani wetu Simba, mwakani mtakimbia, mwaka huu mtakimbia sana. Sisi tunalianza hii ligi ndo linaanza hivi, mtakimbia sana. Yani niseme tu kwamba hususia isiwepo safari hii.
ni waasi tu kwamba kususia isiwepo, mkubali kugongwa goli 7, kugongwa goli 3, goli 4, mkubaliane safari. Kwanza niitake tu taasisi ya mchezo Tanzania, hususan wasimamizi, wawe na ustaarabu wa kwamba yoyote atayeleta longolongo kumkimbia Yanga, yani kutaka kuikwepa Yanga, ipigwe faini bilioni 1. Umenielewa? Ipigwe faini bilioni 1 ili sasa tuende sasa. Tukikutana huko kama ni goli 10 wakubali kuzibeba hizo 10. Safari hii hatuna mzaa na hii hatuendi kutania hii. Muifiche, muiweke vizuri, muitunze hii. Safari hii hatutakubali timu yoyote itaikimbia kucheza na Yanga ipigwe faini zaidi ya bilioni 10, kwa sababu sasa tunaenda kudhihirisha. Sisi tunataka tuwanyoshe, wakubaliane kupigwa za kichwa 7, kupigwa za miguuni 6, wakubaliane. Kwa hiyo niseme tu sasa sheria hii ipitishwe.